Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Sabia TV pamoja na Sambawi TV popote pale ulipo, bila shaka uko salama kabisa ukiwa upo katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukiwa katika 10 la pili. Mbele yetu tunaye al-Ustaz Sheikh Musa, Ustadh Musa, Maalim Musa Muhammad Mbeto, ambaye atakwenda kutueleza kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni yapi mambo ambayo yanafaa kuyafanya, lakini pia ni yapi yale ambayo hayafai tusiyafanye, ili tuweze kupata fadhila na thawabu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya watazamaji wetu, nataka kujitambulisha unaitwa nani na unaelezea vipi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Naam, kwa majina naitwa Ustadhi Musa Muhammad Mbeto Marizo. Nikichukua nafasi hii ya kuwaeleza waumini kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao ni pendwa, kwanza watambue waumini. Katika miezi waliopendelewa waumini wanadamu, huu ni mmoja katika miezi ambayo wamependelewa, kwa sababu moja ya mwezi ambao malipo yake ni ya kimaajabu ajabu ni mwezi wa Ramadhani. Imefikia wanazuoni kutuaminisha kwamba kumwelewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yoyote atakaye swala ya sunna tu analipwa faradhi. Matukio hayo hayaja nasibishwa na mwezi mwingine wowote isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na atakaye swali faradhi, yani pia imefikia sehemu ya kuonekana ni sawa sawa mtu huyu ametoa mali yake ya kwenda kuhiji Maka katika nyumba tukufu na kwenda kufanya ziara ya katika nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinatul Munawwara. Lakini ziada ya matukio ambayo yanayofanywa hapa, Mwenyezi Mungu kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani yanaongezwa zaidi na zaidi. Chukulia mfano sasa, sadaka ni kitu kipo ndani ya miezi yote, lakini ukija ukiangalia mwezi wa Ramadhan umeitwa shahru sadaqa, shahrul ihsan, shahru tuqa, shahrul maghfira. Huu mwezi wa Ramadhani una majina mengi. Leo sehemu kubwa ambayo tunatakiwa tunufaike na Ramadhani tunanufaika nayo vipi? Kunufaika kwa Ramadhani sio kufunga tu ukaamini ndio tayari unanufaika. Funga inatakiwa ifatiliwe na vipengele viwili vikuu vya mwanzo. Kwa mwenye kufunga ni lazima kwanza aiheshimu shahada, na ili ikamilike shahada ni lazima ukiri falme mbili: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hii kauli au haya maneno yanatakiwa yabembelezwe, yaishi kwenye moyo wa muumini. Lakini baada ya hapo kinachofuata ni nguzo ya swala. Itakuwa saumu ya mja ya muumini ina unyonge na udhaifu na pia kuharibika kwa mwenye kufunga pasi na swala. Bimana ili saumu yetu iongeze nyama, iwe ya heshima, iwe pendwa, lazima hapa nyuma kipengele cha swala muumini lazima akifanya nini? Akiheshimu. Bimana asiweze kuheshimu vazi moja na vazi jingine asiliheshimu. Hata maisha ya kidunia haikubaliki mwanadamu akavaa suruali tu akaondoka kwenda huko. Ukimwona mwanadamu amevaa suruali na akatembea, basi huyo hayupo kwenye heshima ya imani, yupo kwenye kuitii nafsi yake. Lakini ukimwona mtu ana imani, hawezi kuvaa suruali akatoka hivi hivi, laiki za watu wakamwona, hata wanawe pia hatotaka kuonyesha kwamba mimi wanangu wanatakiwa kuniona maungo ya mwili wangu. Huyo ni muumini.
Anaishi ki wanadamu tu unavyotaka, ana uwezo wa kuishi vyovyote anavyotaka. Sasa moja ya safari ya saumu yetu ili iweze kupata tija ni lazima tuwe na ihsan, tuhurumiane kwa aliye nacho, aone umuhimu ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa fi amwalihim haqqun ma'lum, katika vipato mtakavyovipata nyinyi wanadamu kuna haki special, kuna haki maalum, lisaili wal mahrum. Hiyo pesa yako itatakiwa itumiwe, sio uitumie wewe tu uliye nayo, sio wewe ndio utumie kwa sababu ni kipato umepata mwenyewe. Itatakiwa hiyo pesa yako itumiwe. Kuna watu wana haki na hiyo pesa yako. Awe mwenye kukuomba atatakiwa apate pesa yako, awe hakukuomba wewe mwenyewe, zile hali ukizitizama tu unawajibu umtimizie yale asiyokuwa nayo. Pengine Sheikh, sasa kuna watu ambao wao wanafikiri kwamba ili somo yake kamilike lazima anafunga tu kawaida, aswali, hatoi zaka, pengine afanye chochote isipokuwa anafunga tu, na mara baada ya kufunga anakuwa yupo ndani tu, hawezi kutoka mpaka mari bila nafuturu, kisha endelea na harakati zake zingine. Je, hili liko vipi? Ili kwa maneno yetu kwa wakati wetu wa leo tutabakia kusimamia msimamo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labda wazalishwe maulamaa wapya waje watetee ili kwamba aliyefunga na asiswali funga yake bado iko hai. Yani yoyote atakayefunga pasipo na swala funga yake haifanyi kazi, kwa sababu ameacha jambo la umuhimu. Kuacha swala anaishi kwenye dhambi. Japo ukija ukifuatilia sasa mbeleni, ukitaka sasa ujilipue, utasema ya kwamba funga ni agenda yake na swala ni agenda yake, kwamba labda tuseme asaumu li wa ana ajizi bi, bimaana tusiingize swala. Nitakuwa ni uongo, tutatetea uongo. Swala ni kitu muhimu, kwa sababu swala tumeambiwa as-salatu imadu dini, faman aqamaha faqad aqama dini wa man adaaha faqad hadama dini. Huyu aliyevunja dini anafataje kipengele chengine cha dini ikiwa huku dini kashavunja? Atengeneze hapa mwanzo kwanza ndio ende akafate. Na ndio maana unakuja kukuta achia mwenye swala kwamba hakuswali kafunga tu, matusi tu yanamfanya mtu asipate funga, kutukana tu ndani ya Ramadhani, kusonya inaharibu swaumu, asiwe na swaumu. Inawezekanaje swaumu ya mtu huyo itimie kwa sababu swala kaacha? Hicho ni kipengele kizito sana. Turudi katika upande wa stara. Wallahi alhamdu, tumeona katika upande wa stara, upande wa mama zetu, dada zetu na dogo zetu hao wasichana, pengine kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani walikuwa na dhama ya kuweza kujistiri, lakini still bado wengine wakionekana mavazi yao hayako stara, na wapo katika pengine wanataka funga. Tutamwona ni binti wa Kiislamu amevaa nguo zake, lakini still bado zinaonyesha maumbile ya mwili yake. Hili mwalimu liko vipi? Naam, hili ni jambo ambalo ni pana, lakini juu ya upana wake haliwezi kumtetea aliyefanya. Juu ya upana wake hao wenye kufanya ni lazima sheria iwabane. Ili vazi la heshima latakiwa livaliwe kabla ya Ramadhani, si Ramadhani. Tuelewane hapa. Ili vazi la heshima lilitakiwa livaliwe siku zote anazozidiriki mwanadamu, sio siku za ndani ya Ramadhani tu. Bimaana mtu akifanya ibada hii atakuwa ni munafiki. Yani yeye anakubali kufanya mazuri kwenye kipindi fulani, kikiondoka kipindi fulani basi yeye hafai kufanya tena. Ndio maana moja katika watu, hata mwezi wa Ramadhani ukifika huko mbeleni, kuna maneno ya Mwenyezi Mungu yanayotumiwa kutolewa kama sehemu ya hutuba, kwamba
wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum waman yanqalibu ala aqbayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Hawezi kupata wema aliyefanya istara kwenye Ramadhani, lakini kwa sababu ya Ramadhani ikiondoka, basi yeye arudi kwenye uchafu wake. Bimaana kitendo cha kurudi kwenye uchafu wake, bimaana ile historia yake ya ule ubaya wake, bimaana amekubali arudishiwe. Kwa sababu kama amekuwa ni taib, bimaana lile vazi anatakiwa aendelee nalo mpaka Ramadhani ije mkute kwenye vazi lile. Bimaana kitendo cha yeye kuvaa tuhukumu kwa lisanul hali kwamba huyu ni taibu, kwamba alikuwa anavaa ovyo, lakini kwa kuheshimu mwezi wa Ramadhani akasema hapana, sio mtu wa sifa hii. Mimi ni mtu ambaye natakiwa nisionekane maungo yangu. Kwa mwanaume, hata mwanaume mwenziwe hana kibali cha kuona maungo ya mume mwenziwe. Na ndio hivyo hivyo hata kwa wanawake. Mwanamke pia hatakiwi kuona maungo ya mwanamke mwenziwe. Hata kwenye malazi, wanaume na wanaume hatakiwi kulala ncha moja. Unalijua ile shekhe? Yani kulala ncha moja wanaume kwa wanaume, tena alafu mbaya zaidi pia wakajifinika na shuka moja, ndio haifai kabisa. Bimaana haya ndiyo mazingira ya usalama wa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ili aweze kuishi kwenye maisha mazuri ni lazima aishi kwa katiba ya imani. Turudi katika mambo ambayo yanafaa sasa, mambo ambayo hayafai kuyafanya katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani. Sheikh Musa, ni yapi mambo ambayo hayafai kuyafanya kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam. Kwa aliye na kuwa na afya njema, asiyekuwa na vidonda vya tumbo, wala asiyesumbuliwa na ngiri, wala asiyekuwa na matatizo mengine yote haya kidunia, atakiwi kula mchana wa Ramadhani sehemu ya kuonekana na kila mtu. Atakiwi kunywa adharani. Kama mwenyewe kajipa udhuru wa kuto kufunga, alitakiwa kuwaheshimu waliofunga. Kwa sababu sisi wanadamu tuna roho dhaifu, wa khuliqal insana dhaifa. Mwanadamu kaumbwa ni dhaifu, hana uwezo wa nguvu. Kuna mwingine aweza asifunge, lakini hapo katikati kwa kuwa kama una mwenzie pia ile roho ikataharaki, ikaona sasa kumbe na uwezo wa kula, akaanza kubadilisha hata nia kutaka kutoka kwenye ibada kwa sababu ya ushawishi wa mtu. Bimaana hivi vitu pia vilitakiwa vifanyiwe stara upande hususani. Pia tukielekea watu samee wafanya biashara ama vyakula na vinywaji, walitakiwa waweze kutengeneza misingi yao mizuri, waweze kuupisha tu mwezi mmoja, ili kwa sababu kuna watu wengine walikuwa na nguvu za kuweza kufunga, lakini kwa sababu ana kipato, akipita sehemu ya kutoa khidma ipo pale, ana uwezo wa kushawikishika akafunga bila akala akacha kufunga. Bimaana hii dhima, kama wewe uliyepika chakula umefunga, bimaana umemfanya mtu ale ambaye alikuwa na nguvu ya kufunga, bimaana hii dhima na wewe unashirikiana naye. Bimaana hivi ni vitu ambavyo tutakiwa tusifanye nini? Tuzifanye, tusile jahari, yani kuonekana na watu, lakini pia waliofunga ili funga zao sasa ziwe salama, ni lazima anil laghawi mu'ridun. Matendo ya kipuuzi, michezo ya kipuuzi yote wanatakiwa waumini wafanye nini? Wajiepushe nayo. Tukisema michezo ya kipuuzi, hivi sasa imekuja michezo ni mingi, na ukija ukizungumzia Simba na Yanga, hii ni vilabu pendwa bwana. Sisi maimamu tumo bwana. Sisi maimamu tunavipenda vilabu viwili hivi, tunafikia tunadiriki, wengine pia tunaacha kusalisha watu twenda angalia Simba na Yanga. Sasa hili kama ikiwa ni kweli wapo maimamu, tupo maimamu ambao tuna uwezo wa kuacha kuswalisha au tukaswalisha kwa haraka ili tuende tukawai dunia yetu. Bimaana sisi turudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina. Hawa maimamu hawa si ndio manabii kwa zama zetu? Si ndio waliochukua kazi za mitume?
kufikishia watu ujumbe wa ukweli waushike, na habari za uongo wachane nazo. Habari zenye faida na wao wazitende, zile ambazo zina hasara na wao wachane nazo. Si ndio wamechukua kazi hiyo? Bimaana hawa wana kazi ambayo wamepewa, wanaifanya. Mwenyezi Mungu atataka majibu yao ya kazi yao kwa utimilifu. Na hawa wanaosikia madai, wanawazuoni wenye kusimamia kazi hii, waumini, na wao kazi yao ya yale maamrisho yao na makatazo yao, Mwenyezi Mungu naye anawasubiri, wakifika kule anataka kazi iliyotimia.